Assalamu alaikum, habari za mchana ndugu zangu wanahabari. Pamoja nami niko na project manager wetu ambaye nimtambulisha, anaitwa Belinda, naye pia kushoto kule kabisa mwakilishi wa kampuni ya Data Internet Center, ambao wao ndio wamepewa jukumu la kuwa mawakala wa tiketi kwenye viwanja vya mpira, hususan uwanja wa Taifa na Uhuru. Lakini pia ninaye mhasibu wa klabu ya Simba ndugu yangu Suleiman. Tuko hapa kueleza yale ambayo tumeyapanga kuwaambia Watanzania na kupitia kwenu vyombo vya habari, basi tunaamini yatawafikia. Kama ilivyo desturi, mkutano huu uko moja kwa moja kupitia kwenye accounts zetu za Simba, lakini pia kupitia kwa partners wetu ambao ni official broadcaster wa Simba Sports Club, Azam Media, kwa maana ya Azam TV, ambao nadhani wanarusha kupitia Azam Sports 2. Leo tuna machache na mengi haijulikani, lakini kimsingi ni kwamba tunayo mambo ya kuzungumza na Watanzania. La kwanza, kama mlivyoona katika kurasa zetu za Simba, klabu ambayo itakaocheza na Simba siku ya Jumamosi tarehe 22 ni Vitalo ya Burundi. Inatoka katika mji wa Bujumbura. Ni klabu kubwa kuliko klabu yoyote pale Burundi. Itawasili siku ya Ijumaa saa 5 kwa ndege ya shirika la ndege la Air Tanzania. Yako mengi yanasema why mmechukua timu kutoka Burundi? Why Burundi? Kwanza lazima tuheshimu Burundi kama nchi, lakini tuheshimu Vitalo kama club kubwa kabisa katika nchi ile. Vitalo ina historia kubwa sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na ya Kati. Vitalo ishacheza mpaka Champions League kama Simba. Wachezaji wengi wakubwa wa Burundi wamepita Vitalo. Hao waliokuja hapa wamekuwa matop scorer, kina Tambwe, kina Mavugo, na wachezaji wengi wameshapeleka professional wengi Ulaya. Ni timu yenye washabiki wengi kuliko timu yoyote pale Burundi. Na Burundi kama Burundi, mnafahamu hata kocha wa nchi hii wa timu ya taifa anatoka Burundi. Of course tulifanya jitihada kubwa za kutafuta timu kutoka nchi nyingine, lakini mnafahamu situation ya kidunia ilivyo. Our first choice yetu, nikiwaambia mtashangaa, tuko tunataka kucheza na National Ahli kwenye Simba Day. Lakini corona, tumefanya jitihada zote za kawaida, imeshindikana. Hakutokeki. Kuna baadhi ya nchi nyingi hazitokeki, nyingine hata haziingiliki. Tukenda Zambia, tukenda mpaka West Africa, lakini hali ndio hivyo, imekataa mwaka huu. Hata kupata kucheza tu hiyo Simba Day mwaka huu ni kwa sababu Simba ina ushawishi mkubwa sana. Kuwapata tu wa Vitalo wenyewe inabidi tutumie nguvu kubwa sana. Kwa hiyo kwa uwezo wao Vitalo tunaamini kitakuwa kipimo kizuri, lakini itakuwa burudani kubwa uwanja wa Taifa. Kiufundi hiyo mechi watakuja kuzungumza wenyewe coaches wa timu zote mbili, lakini niwaambie kwamba Vitalo watawasili siku ya Ijumaa saa 5 asubuhi. Shughuli za wiki ya Simba Champions Week zinaendelea kama mnavyofahamu. Leo tuna ile blood donation inaendelea mpaka kesho na siku ya Ijumaa yake. Lakini pia kesho kama nilivyowaambia kwenye press ya mwanzo kwamba wachezaji wa klabu bingwa watakwenda pale Uhuru Mchanganyiko, shule ya Uhuru, kuzungumza pamoja na kupeleka kile ambacho tumejaliwa
kama club angalau kuchangia mahitaji ya ile shule ambayo na watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo shughuli hizo zitafanyika kesho, siku ya Ijumaa. Kutakuwa na press ya coaches wa timu zote mbili itakayofanyika uwanja wa Taifa saa 8 alasiri. Coach wa Simba na coach wa Vitalo mara baada ya kuwasili kwa timu ya Vitalo, na timu zote mbili nadhani zita train pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tapishana kama tulivyofanya mwaka jana. Jumamosi ndio Kidile Mwali Kivika. Yaani ndio jambo letu wenyewe. Mechi itatanguliwa na burudani mbalimbali za wasanii mbalimbali. Watakuwepo Twanga Pepeta, The African Stars Band, Tundaman, Mwasiti, lakini kipekee safari hii atakuwepo mwenye mziki wake Afrika, Diamond Platnumz. Mwamba. Nasib Abdul ataongozana au atashirikiana na wasanii ambao ni mwataja. Ataongoza ni kama concert hivi. Tutakuwa kama concert. Anakusudia kufanya dude fulani. Hajawahi kufanya kwenye medani zetu za kisoka. Na kwa kupitia hilo kesho kwenye radio Wasafi pale, Wasafi FM asubuhi, kutakuwa na jambo pale, very surprise, big surprise kwenu wana Simba wote kokote mlipo. Kuna big surprise pale kesho asubuhi. Lakini niwaambie kwamba Nasib Abdul, Tundaman, Mwasiti, Twanga Pepeta wataongoza burudani. Milango tutafungua saa 2 asubuhi kwenye viwanja vyote viwili. Niliwaambia tutatumia viwanja viwili. Uhuru Stadium ambapo tutaweka big screens za washabiki kuona kokote tutakapokaa pale uwanja Uhuru. Utaona matukio yote na utapata moja kwa moja sound inotokea Benjamin Mkapa. Kiingilio chake kule ni shilingi 2,000. Na wachezaji pamoja na staff wa technical bench watakwenda Uhuru kwanza kupungia washabiki. Yaani wakati wanakuja watatumia uwanja wa Uhuru kwenda kusalimia washabiki waliokuja kuwaunga mkono. Kwa hiyo licha kwamba utaangalia kupitia big screen, lakini utapata fursa ya kuwaona miamba kina Bwalia, kina Onyango, kina Mugalu. Hatujasajili kitoto. Tumesajili wanaume ili kwenda kushinda ubingwa wa Tanzania tena, ngao ya jamii tena, federation tena, na kufanya vizuri zaidi kwenye Champions League. Our target ni semi final Champions League. Our target, narudia target, maana kwa Kiswahili nyewe kidogo mnapata tabu kuelewa neno target. Naweza kusema Simba haidi kufika nusu. Target, malengo. Klabu yote kubwa lazima iwe na target. Kwa hiyo washabiki wale kwa kiingilio chao cha shilingi 2,000, licha kwamba wataona matukio yote kupitia hizo screens, lakini pia wachezaji wetu watakwenda kuwasalimia kabla ya kuja huku Benjamin Mkapa. Viingilio kwenye mechi hiyo mzunguko ni shilingi 7,000. Yaani unaona burudani, unamuona Mugalu, Bwalia, unamwangalia Diamond Platnumz.
Nirudie, unamwangalia Diamond Platnumz, Bwalia Mugalu, Chama kichanganya, Mikison ya kifenti kwa 7,000 brothers. 20,000 VIPC, 30,000 VIPB na 40,000 VIPA. Narudia, 2,000 Uhuru Stadium, 7,000 mzunguko, 20,000 VIPC, 30,000 VIPB, 40,000 VIPA. Na kutakuwa na ticket za Platinums 1,150,000. Na package yetu naielewa. Anaoipata huyo mshabiki anaokata ticket ya Platinums atapata jersey na vikolombozo vyake, atakuwa na kibegi chake kwanza, lakini atapata chakula na vinywaji akiwa pale uwanjani. Ataondoka na usafiri maalum unaoambatana escort ya polisi kutokea Serena Hotel. Hili jambo tulilianza Simba, wenzetu kuna wakati walijaribu kuiga wakashindwa completely. Huwezi kulifanya hili kama una watu kama hawa ambao ni wanajua hayo mambo. Huwezi kujaribu, sio kila kitu wanaambia jamani waige. Jambo hili sisi tunalifanya kwa weledi sana. Kwa hiyo tutakuwa na hizo ticket za Platinums 150,000. Tiketi zote zitaanza kuuzwa kesho asubuhi. Nimeambiwa kuna msanii hapa amethibitisha, anaitwa Meja Kunta, naye atakuwepo. Meja Kunta. Lakini nisisahau ile show yote ya muziki yule pale, tutakuwa na MC wetu atakuwa Mpoki. Hatutanii. Yaani tuko serious kwenye mambo haya. Kuwaburudisha Watanzania tuko hatutanii. Tunataka ile hela ya mtu iwe ifanane na ile value for money iwepo. Yaani mtu analipa hela yake, alafu unamfanyia masiara. Analipa hela yake enda kuona Simba, kwenda kumuona Diamond Platnumz. Mnaelewa? Yaani unalipa hela kweli. Lakini niwaambie wale watakaokata ticket 10 wa kwanza kwenye zile za Platinums watapata fursa ya kuhudhuria tafrija maalum itakaofanyika hapa Serena Hotel ya kufunga ile Simba wiki inaisha Jumapili saa 1 jioni. Kutakuwa na dina maalum akei pale itakaohusisha Simba senior team, timu yetu ya wanawake ambao nao ni mabingwa wa ligi ya wanawake, wageni wetu Vitalo, viongozi wa Simba na wageni waalikwa. Wale watakao kata ticket 10 wa kwanza kwenye zile ticket za Platinums watapata ofa ya kuhudhuria hiyo tafrija, kula chakula na wachezaji wa Simba na kupata burudani itakuwepo. Jumamosi baada ya mechi kwisha tunatarajia kuwa na after party elements. Yaani ni dude fulani tumeliandaa hivi. Yaani limekamilika, hatujaacha mahali. Yaani hakuna mahali tunakuacheni gift. Lakini Jumamosi kuna big surprise. Bwana. Jumamosi kuna big surprise pale. Hatuisemi. Hiyo itakuwa surprise ya funga mwaka. Haijawahi kufanyika na tukifanya haitawahi mtu mwingine kuiga. Na ukiiga utaonekana challenge. Utaonekana kama Charlie Chaplin. Kwa hiyo Jumamosi tutakuwa na surprise ambayo haijawahi kufanyika. Na mwingine akijaribu kufanya ataonekana nani? Chale. Tumejipanga kuwapa burudani wana Simba, tumejipanga kuwapa uhondo wana Simba, lakini tumejipanga vile vile hata wale ambao hawatakuwepo, labda wako mikoani, wana udhuru, wana jambo lolote, basi wakikaa kuangalia Azam TV wapate burudani.
Watu sasa mbona nyinyi mnachelewa kufanya promo? Promo ya mpira inahitaji miaka 3. Nyinyi mshasikia Simba afanye promo miaka 3 kabla. Hatufanyi, sisi tunajua nini tunachokifanya. Very professional, tunajua, tuna experience, tuna exposure. Maana unaweza kuwa na experience afu na exposure. Sisi tuna vyote viwili. Yaani haya mambo ni mambo yetu. Yaani idara yetu imekamilika kwenye mambo haya. Our expectations ni watu 100,000 kuhudhuria. 60 kule 40 huko. Alafu tunaweza kawa na 10 wengine wanazunguka wanafanya dhikri pale nje. Ndio. Na Simba wanatuamini, watajaza viwanja vyote viwili. Tunakwenda kuweka rekodi ya Afrika. Hakuna klabu iliyofanya hivyo kwenye mchezo mmoja kujaza viwanja viwili. Na tunao uwezo huo, tushaprove hivyo mara kadhaa. Hili hawezi hata kuiga. Maana mwingine ndio kaiga. Hili hata kuiga hawezi. Mimi nawapa milioni 100 kama kuna club nyingine inaweza kajaza viwanja viwili zaidi ya Simba Sports Club. 100 anatoa mfukoni. Nao mimi hela ya kutosha kuwapa 100 anatoa. Udadeki. Mchezo nini? Ndio kajaza viwanja viwili. Unahitaji msuli, unahitaji ushawishi, unahitaji power, unahitaji uwe na kikosi, unahitaji uwe na uwezo wa kusema, kuambia watu why tunataka viwanja viwili vijae. Na tutafanya. Hakuna mtu hata mmoja mwenye mashaka kwamba hilo jambo litatimia. Wana Simba, twendeni tukaprove nchi hii na tukawaprove Afrika. Sisi ndio club kubwa, tukajaze viwanja viwili pale. Tumewekea viingilio very friendly. Na tumewekea burudani ya kutosha. Diamond Platnumz. Wewe unajua show ya Diamond analipa bei gani? Nadhani sisi tunatania kwenye shughuli ya entertainment. Hatufanyi makosa. Mwakano ndo kasikia pale mpaka nani akaja hapa. Acha nisije nikasema maneno mengi hapa. Haki na raha leo. Wengine wanasema bwana juzi umetuma sijui clip. Ile clip ilikuwa ina uhusiano. Afya yangu mbona niko imara. Baada ya jana madaktari kunipima, naendelea tena, nipo mpaka mwaka 2000 na ngapi. Kwa hiyo ile clip, futa habari ya clip. Madaktari jana wamesema uko fit, jana ndio maana nina raha. Wamenipima, wamesema vifua, mapafu yote yako sawa, moyo, kwa hiyo naendelea. Habari zenu za kusema ile clip, nipo, siondoki. Kama mnaniombea niondoke, nipo. Sawa? Namuita hapa project manager, nataka kuzungumzia swala la Platnumz. Alitoe kidogo maelezo lakini ana jambo la Equity Bank, alafu baadaye tutawapa watu wa hesabu na watu wa mambo ya tickets watueleze, kwa sababu hii ticket iko wapi leo. Guys, nazoeaga kukopi hawa da internet da internet center, hawa ni hatari. Share ticket wewe utaigaje? Waambieni waliozoea makaratasi hiyo wanaweza kufyatua. Wataielezea wenyewe ubora wake. Hii huwezi maana ukiweza kuiga hii wanaweza kaiba hata benki. Hii ni kama smart card. Sio ni smart. Yaani ni smart card. Hii ni kama nitoe smart card hiyo. Si mkana nini? Ni benki gani chague? Ngoja niwape smart card moja muone ya Simba hiyo. Umeona hii smart card ya Simba hii? Ya Equity nadhani. Unaona? Ni kama hii tu, yani hasina tofauti. Yani ndio ticket zitakavyokuwa. Ndio maana zinaanza kuuzwa kesho kwa sababu hatuogopi mtu atakayeweza kufyatua. Utafyatuaje? Zamani ulikuwa inabidi ukate tiketi ziuzwe siku ya mchezo. Kwa sababu tunaogopa wajanja. Hii ni kadi kama ya benki. Guys, tuko vizuri. Simba tunaanza. Wengine baadaye nayo itabidi waelekeo, lakini linaanzia kwenye mchezo wa nani? Wa Simba, kwenye Simba Day 2000, 7, 20, 30, 40, 100,000. Hivyo ndio vingilio vyetu. Belinda, zungumza na Watanzania. Habari ya mchana. Sawa, sasa. Na nipishe? Kama mlivyomsikia Bwana Haji alivyoelezea kuhusu package ya Platinum, nitaelezea kwa kiufupi pia kwamba hii Platinum kama ilivyoanzishwa misimu 3 nyuma ilikuwa aim ya kuwezesha mshabiki wa Simba aje enjoy mpira kwa raha na mustari,
asipate kupata hofu, sijui nitapaki wapi gari, nitatokaje. Pia kuna watu wanapenda sana kuja kuona na familia zao. Kwa hiyo hii package ni special kwa mtu kama huyo anataka burudani hizo. Kutakuwa na special package tunaita goodie bag, ambapo kutakuwa kuna vitu vingi vimeandaliwa kwa ajili yake. Pia kutatolewa vyakula na vinywaji pale uwanjani siku hiyo. Na pia kama nilivyosema, kuanzia hapa Serena kama kawaida yetu kuanzia saa 8 watakuja hapa, tutaondokea hapa kwenye magari yao mikoani, watapaki hapa, tutaondoka wote hapa na msafara wa polisi na mabasi ambayo maalum yameandaliwa kwa ajili ya hiyo tukio. Na pia kama alivyosema Mr. Haji kwamba kutakuwa na wale watu 10 wa kwanza watakaonunua hizo tickets za 1.5, kutakuwa na fursa ya kuattend invited dinner ambayo tumeandaa kwa ajili ya kuhitimisha shughuli ya Champions Week. Kwa hiyo na si watu hawahi kununua, kwa sababu siri ya mafanikio yetu ni kwamba hatuuzi kwa tamaa, ni limited seat only, siti chache. Kwa hiyo wahi ipasavyo. Kwa hiyo tusije baadaye ukasema ticket platinum ni chache. No, uweze kufanya kitu kizuri lazima uwe na limited number ili uweze ukacontrol, pia una maintain quality control ya bidhaa zako na service yako. Pia siku hiyo nataka kuzungumzia partners wetu Equity Bank watakuwepo uwanjani kuanzia asubuhi. Kwa yote kwa washabiki wetu wote waweze kufungua kadi zao za Equity, ambapo unaweza kupata huduma yoyote za kibenki, za kisimba, kununua jezi na kadhalika. Kwa hiyo kwa ufupi ni hayo tu, na pia kuzungumzia kwamba after party ambayo tumeandaa baada ya hiyo mechi. Kwa hiyo jamani, washabiki, wananchi wote mwe tayari, kwa sababu this is another level of Simba kama tunavyoona. Hatuna mzaha na tuko serious na tunachokiandaa, na tusubirie siku hiyo kwa hamu. Labda nitoe namba ya simu kwa ajili ya platinum ambao zitaanza kuuzwa kuanzia kesho, ambao ni 0742 77 1311. Naomba nirudie tena, 0742 77 1311. Kuna mtu atakayepokea, atakuwa special kwa kuwahudumia wateja wetu wa Platinum. Karibuni sana na asanteni sana. Haya, pishana na Sele hapo. Mwasibu wetu Sele ataelezea utaratibu wa tiketi utakapopatikana na maeneo yatakayopatikana kuanzia hiyo kesho na mambo mengine. Alafu baadaye atamkaribisha mtaalamu wetu wa mambo ya kidijitali. Baridi za mchana. This time tutakuwa tuna utaratibu kidogo tofauti, mkizingatia kwamba watu ambao walikuwa wanasimamia mapato katika uwanja wa Taifa wamebadilishwa. Sasa hizi wamepata wakala mpya ambaye ni Data Internet Center. Hawa watu watatoa huduma kuanzia siku ya Simba Day, lakini utaratibu utabadilika. Hatutakuwa na paper ticket kama tulivyokuwa tunafanya miaka ya nyuma, kwa sababu tumekuwa tukipata changamoto mbalimbali. Watu wamekuwa wakifoji zile tiketi, wengine wamekuwa wakifinya tiketi, wauzi wanatoka nje wanauza tena mara pili. Kwa hiyo imekuwa ikipoteza mapato sana kwenye kodi ya serikali, lakini sisi kama vilabu tunaingia gharama nyingi. Tuna invite team kutoka nchi za nje, tunalipa gharama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumekuja na mwarobaini wa kudhibiti wizi wa magetini. Lakini mwarobaini wa kudhibiti zile tiketi fake. Tutakuwa tuna tiketi ambayo ni smart card. Hii smart card unalipia kwa kupitia, unaweza kulipa kwa cash, ukalipa kwa simu na kila kitu, mtapewa utaratibu. Nafikiri hawa wenzetu wa data center tutatuambia namna gani inafanya kazi. Kwa hii tiketi hautauziwa. Shabiki hatauziwa kama kuuziwa kwamba utakuwa na extra charges. Yaani ukilipa tiketi yako ya shilingi 7,000 humu ndani inclusive pamoja na hii kadi, utaitumia hata kwenye michezo mingine ya ligi kuu. Kwa sababu kwa mechi ambazo tutakazocheza na Taifa, hawa ndio watakuwa wanasimamia mapato. Kwa hiyo ukifika pale una tap tu, hauna haja ya kutapeliwa na mtu, si mkononi una tap, unaingia ndani unakaa sehemu yako. Kwa hiyo hii hauwezi ukafoji. Kwa wale watu wote ambao walikuwa wanafoji this time hawataweza kufoji, kwa sababu hii ni smart card, ina control, ina features ambazo hauwezi kuziweza counterfeit. Kingine nitaelezea hizi tiketi zitapatikana wapi. Hizi tiketi zitapatikana wapi katika vituo gani kesho. Kituo kikubwa ni Kariakoo Msimbazi pale klabu ya Simba. Kituo cha pili itakuwa Karume pale ofisi za TFF. Kingine kitakuwa Buguruni Oilcom pale. Kingine kitakuwa Mbagala Rangi Tatu. Kingine kitakuwa Ubungo Sheli. Kingine kitakuwa Mwenge Sheli pale. Kingine kitakuwa Kigamboni
Kigamboni Ferry pale, ukivuka kwa ngam pale stand utaona. Lakini kingine kitakuwa Mlimani City na kingine kitakuwa uwanja wa Taifa, kwa Mkapa sasa hivi. Alafu na kingine kitakuwa Duse kwa nyuma kule, kwa wanaotoka Keko kabla hajaingia uwanja wa Taifa pale katikati kutakuwa kuna kituo pia. Kwa hiyo tunawashauri watu wanunue hizi tiketi mapema, kwa sababu tunatarajia kuwa na watu zaidi ya 1000. Kwa hiyo watu hao wanunue hizi tiketi mapema, wawe nazo na wazitunze, kwa sababu hizi tiketi ndizo zitakuwa zinatumika kwa mechi ambazo zitachezwa kwa Taifa, kwa sababu mzabuni aliyopewa hiyo tenda sasa hivi ni Data Internet Center au ni mawakala wa serikali. Kwa hiyo ni government entity. Kwa hiyo mtu yote atakaye forge hii kadi na akakamatwa, maana yake hiyo ilikuwa ni kesi ya uhujumu uchumi, kwa sababu wanaosimamia sasa hivi ni serikali. Kwa hiyo tunawapa warning wale wote ambao wanaweza wakajaribu kufanya mchezo wa kuchezea mapato. Serikali sasa hivi iko macho sana, kwa wawe makini. Ndio maana tumekuja na hichi kitu, hakuna paper ticket. Huwezi kutoa copy ya hichi kitu. Kwa watu wanunue mapema, na sisi kama vilabu na hawa beneficiary wengine, kadi hii ilikuwa na cost, lakini tumeamua hizo cost ziingie kwenye gharama za beneficiary wote. Maana yake tushare ile cost ili mshabiki apate bure. Sisi tumeelewa vizuri, ili mshabiki afanyaje? Apate bure. Hakuna cost yote ambayo utakayoingia kwenye kadi. Kwa hiyo tunaomba mnunue mapema katika vituo ambavyo tumevitaja, lakini pia watazungumza hata kwenye Tigo wakala au M-Pesa. Ukienda pale utapata kadi yako mapema. Hakutakuwa kuna foleni yoyote ya kuweza kupata hizo kadi, kwa sababu it's very easy na it's real time, unapata kwa wakati kabisa. Asanteni sana. Amezungumzia swala la uhujumu uchumi. Uhujumu uchumi jamani hauna dhamana. Narudia, serikali Magufuli mnajua haina dogo. Maana unapoomba uhujumu uchumi, yani ukifoji umepata kesi ya uhujumu uchumi. Jambo la serikali, hela Magufuli hailiki. Taenda jela bure. Watu wa mpira wenzangu na wajua na waonya. Haya. Karibu dada. Asante, habari ya mchana. Naitwa Mwanasha Semboko, ni mwakilishi kutoka National Internet Data Center, kituo ambacho kinafanya utunzaji wa kumbukumbu za data mtandao. Pamoja na shughuli nyingi ambazo tunazifanya ili kufanya maisha ya Mtanzania yawe rahisi, tumekuja na N-card. Hii kadi inatambulika kwa jina la N-card. Ni kadi ambayo inatumika kufanya miamala mbalimbali ya malipo kwa yule mtoa huduma ambaye atakuwa amejisajili kwenye mifumo yetu. Kama vile ilivyo sasa uwanja wa Taifa, uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa hivi katika uwanja wa Mkapa tutaingia kwa kutumia N-card, na tutaanza katika siku ya tarehe 22 ya Simba Day tutatumia kadi hii. Kama ilivyoelezwa hapo awali na uongozi wa Simba, katika vituo ambavyo vimeainishwa tutaanza kuuza kesho kadi hizi. Ni rahisi kabisa jinsi ya kupata hii kadi. Imeunganishwa tu na namba yako ya simu. Unapotaja namba yako ya simu, hapo kitendo tu cha dakika 2 unakuwa umeshasajiliwa na unaweza kutumia kadi hii. Baada ya Simba Day, kadi hii uitunze, kwa sababu utaendelea kuitumia kwenye matumizi mbalimbali na mechi za ligi zote zinazokuja. Kadi hii ina security features ambazo zinaweza kukufanya pesa yako ikawa salama kabisa. Kwa sababu kwa kutumia kadi hii, information za mwenye kadi hazikai kwenye kadi, zinakaa kwenye server zetu ofisini. In case kama utapoteza kadi hii, basi utakapotoa taarifa tutailock na unatolewa kadi nyingine, unaendelea na maisha. Kwa hiyo nawahamasisha Watanzania wote, ni wakati sahihi kabisa tuhakikishe tunayo N-card, kwa sababu tutaitumia katika michezo na tutakuja kuitumia kwenye vitu vingine mbalimbali kufanya malipo ndani ya Tanzania. Asante. Yani kiufupi ni hivi ndugu zangu, dunia imebadilika. Yani dunia sasa hivi kadi za makaratasi wenzetu nchi zoendelea washavuka huko. Lazima na sisi tusiwe kisiwa, bado tunatumia kadi za makaratasi, baadaye imefutika namba ionekane, huko wenzetu washavuka. Yani siku hizi dunia sasa hivi ndio ilivyo. Nilikuwa nawauliza hapa, inawezekana baadaye hii kadi ukawa unalipia tiketi ya msimu? Akasema why not? Kama facilities za uwanja zitaruhusu au wenyewe TFF watajipanga vizuri, unaweza kununua kadi yako ya msimu. Wenzetu Ulaya, South Africa una kadi ya msimu. Mimi nina kadi ya msimu ya mechi zote za Manchester. Ninapoamua siku naenda tunarudi, basi ndio hivyo. Na Euro na hapa Tanzania itakuja tu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tuwaunge mkono. Kwanza hii ni taasisi ya serikali. Sio, naomba irudiwe. Hii sio taasisi ya mtu, ya serikali. Serikali ya nani? Ya nani? Basi nadhani mnaelewa. Kwa kuongezea tu
Kwa kuongezea, urahisi wa kadi hii unakuja, yoyote ambaye atakayeinunua kadi hii unaweza ukairecharge kwa kutumia mitandao ya simu. Kwa hiyo unaiwekea pesa kwa kutumia mtandao wa simu. Kwa sasa tayari unaweza ukairecharge kwa kupitia T-Pesa, unaweza ukairecharge kupitia M-Pesa, unaweza ukairecharge kupitia Tigo Pesa, na wengine Zantel, Airtel soon wataweza kurecharge kadi, wanakamilisha tu vitu vichache. Kwa hiyo karibuni sana tuweze kuwa na N-card. Samahani, nilikuwa nimesahau kitu, utaratibu sana namna gani utaingia pale uwanjani, kwa sababu wote watatumia VIPA, watatumia hii mzunguko, watatumia hii. Sasa pale namna gani ya kuingia? Ukilipia wewe kwa mfano kadi ya VIPA, wote tunapita gate moja, yale mageti ya kila siku tunapita pale pale. Lakini unapoingia sehemu ya kukaa sasa, ile sehemu ya VIPA, kutakuwa kuna post, kutakuwa kuna nani, kuna kifaa maalum. Unatap pale ndio unaambiwa wewe ndio VIPA, unaingia hapa. Wale mzunguko wanajua sehemu zao za kwenda kukaa. Huko kutakuwa kuna scanning. Scanning ya pili itafanyika pale tu unapoenda kwa kwenye eneo la VIPA. Na kwa kuanzia, kwa sababu hii sehemu ya uwanja wa Uhuru tumeweka kama vile ni kama vile kibanda umiza lakini cha VIP. Kwa ile 2000 wewe hautalazimika kuwa na hii. Patakuwa pana ticket maalum za kuingilia kule za shilingi 2200. Penyewe lakini zenyewe zitaskaniwa, kutakuwa kuna kifaa maalum cha kuskani. Kwa hata ukifoji kile kina alama za serikali, ukifoji ukikamata ni ile kesi ya uhujumu uchumi. Kwa ile sehemu ya shilingi 2200 wao ndio wataweza kuingia kwa kutumia pepa maalumu ambazo zimeandaliwa na zitakuwa zinaskaniwa. Kuna security features ziko pale. Na ukikamatwa hiyo ni kesi ya uhujumu uchumi. Siku wengine tu angalia hata mpira wala burudani, sisi tutakuwa magetini tu kwa ajili ya kusupervise hichi kitu. Hizi tiketi zote mpaka za 2000 zinaanza kuuzwa kesho zote. Kesho zote saa 3 kamili kesho kwenye vituo tulipotaja. Haya jamani, kama kuna swali. Naam. Swali uliza. Tunataka tufahamu utaratibu wa waandishi utakuwaje, lakini vile vile kwa mama hapo kuhusiana na hizo kadi. Kadi hizi zitatumika katika uwanja wa Taifa pekee yake kwa mechi za ligi au hata katika viwanja vingine. Na hivyo viwanja vingine ambavyo viko katika miliki ya serikali au hata nje ya viwanja vya miliki nje ya serikali. Lakini swali la pili kwa Haji kuhusiana na Mo Simba Awards mwaka huu vipi? Anza kwanza kujibu. Asante. Kadi hizi kwa kuanzia tu sasa zitatumika kwenye viwanja viwili, Benjamin Mkapa na Uhuru. Bado hazitaanza kutumika kwenye viwanja vingine kwa sasa. Aya. Joka hapa dada. Kwanza kabla sijajibu hilo swali, niwaambie kutakuwa na vyakula pamoja na soft drinks uwanjani kuanzia mapema asubuhi. Nje watu wa A1 kwa maana Mo kutakuwa na punguzo la 20%, lakini tutakuwa tumeweka vendors maalum mule ndani ya uwanja ili kuwezesha watu wanaokuja mapema wawe na uhakika wa kupata chakula na vinywaji. Kuhusu swala la waandishi kadi zao zile maalum najulikana na tumewatengea eneo lenu kama ilivyo desturi ya mechi zote za Simba. Waandishi ni sehemu yenu. Na Chiko na Rabi wata coordinate namna ya kuhakikisha kwamba mmewekewa eneo maalum. Tunafanya hivi tukijua thamani yenu. Yaani tunajua mnachokifanya. Hii Simba Day na mechi zote za Simba, mchango wenu tunautambua na tutawapa hiyo heshima mnaostahili. Swala Mo Simba Awards, bad luck, mnafahamu kama ilivyokuwa issue nyingine. Mambo ya corona vitu vingi sana imebidi tuvi pull off na kwa sababu ya mazingira yenyewe. Lakini kwa kuzingatia hilo, washabiki wa Simba kupitia Simba Headquarters wanakuwa inaitwa Simba HQ kwa kushirikiana na club kutakuwa na tuzo za fans kwa wachezaji. Tutatoa tuzo siku ya Jumapili kwenye sherehe za hapa Serena ya mchezaji bora wa washabiki wa Simba, lakini tutatoa tuzo kwa wachezaji wote walioshiriki mwaka jana kutupa ubingwa wa timu zote mbili, wanaume na wanawake. Kwa hiyo itakava zile tuzo za washabiki ambazo mwaka jana pia tulikuwa nazo, zitaendelea. Tutatoa tuzo ya mfungaji bora na tuzo nyingine. Lakini kwa this time kwa sababu mambo ya corona, Mo Simba Award haitafanyika. Nadhani tutasubiria mwakani. Mambo mengi
yamebadilika kutokana na mazingira. Lakini niwahakikishie jambo hili la mwisho kabisa. Guys, tunajiandaa, tumeshaanza mazoezi. Wachezaji wachache ambao kutokana na ratiba za ndege imechelewa kufika, nadhani kesho wote kikosi kitakuwa kimekamilika, lakini tuko serious. Tuko serious na kuchukua ubingwa. Tunawaomba wenzetu waanze kuandika malalamiko yao kabla ligi haijaanza. Hataki malalamiko. Sisi tushasajili kweli, tushaanza mazoezi, wao wanazurura mitaani. Alafu baadaye wataanza kulalamika, marefa wabaya, bodi ya ligi wabaya, Simba imejaa viongozi wetu wa serikali Simba. Sisi tunashaanza mazoezi, tushasajili, kocha yupo, wao wanazurura. Baadaye taanza lawama, na waone, na nyinyi waandishi mwe mashahidi, nyinyi ndio mashahidi wetu safari hii. Mnaona kikosi kipo pale, mnaona training ile, wenzetu bado kwa mtaani wanaingia wanatoka. Kipiga nini usisema refa, wasiwasingizie kina Shomali Lawi. Haya, namaliza. Kick off ni saa 10 na dakika 15. TFF ndo jukumu lao la kupanga referees. Sisi masuala ya kulalamika nani na kuja kuchezesha nani, sio kazi yetu. Na mechi yetu sisi na wao lini? Tarehe ngapi? Mbona mpanga mapema, unatakia mema?